Jina langu naitwa Prophet IPM, Senior Prophet wa huduma ya Embassy of God for All Nations iliyopo jijini Dar es Salaam, Mbezi Beach, Mbuyuni. Ninatumika hapa kama Senior Prophet wa huduma hii. Kwenye Qur'ani kuna sehemu moja inasema wala yakhafu kubaha, wala yeye hana majuto katika maamuzi yake. Yani Mwenyezi Mungu akifanya jambo hajutii, yani hana maamuzi katika sasa Mheshimiwa Rais alikuwa makamu wa rais, aliyemchagua awe makamu wa rais hakuwa chizi. Chama chake kikateua na kikakubali na kukuridhia kwamba huyu awe makamu wa rais, hawakuwa wenda wazimu. Waasisi wa nchi hii wote hawakuwa wenda wazimu. Chama chake akikuwa na kiliridhia kwamba huyu awe makamu wa rais, na tunajua mtu akiwa makamu wa rais ni rais mtarajiwa, si ndio? Akiondoka rais, majukumu ya rais yanakuwa nani? Yanakuwa makamu wa rais. Sasa limetokea la kutokea ambalo hatukulitamani wa Tanzania. Kifo kipo, ametangulia hayati John Pombe Magufuli. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu akashika mamlaka ya kuongoza kiti cha urais. Amefanya aliyoweza kuyafanya, mema aliyoyafanya ameyafanya. Kwa hiyo hatuwezi tukasema huyu ni mwanamke hafai na kadhalika. Tupo katika nchi ambayo ina uhuru wa kuzungumza. Tupo kwenye nchi ambayo of course ukizungumza mazuri ya mtu unaonekana chawa. Ndivyo iliyopo. Unatamani ukae katika upande wa kutukana watu ndio uonekane mstarabu. Kwa hiyo mimi nampongeza, kwanza amekuwa, naipongeza nchi ya Tanzania, napongeza raia wa Tanzania kwa kuwa na utulivu, kwa sababu kama kuna wakati ambao tungesema nchi ingia kwenye vurugu ni wakati ule ambapo Mheshimiwa Rais amefariki. Alafu kuna vugu chini lakini bado viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama walisimama kama viongozi waasisi, walisimama wa taifa hili na wakasema katiba inaruhusu aendelee, na ameendelea. Na mimi nampongeza, naamini atamaliza salama. Ndilo ombi langu kwake Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. la kuambia wafanye kazi tu kwa bidii, wafanye shughuli zao kwa amani, wapambane. Siasa sio vita, siasa sio kuumizana, siasa ni mtiririko wa maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo wana vitu ambavyo wanatamani kuvifikisha kwa jamii, wana maono, wana ndoto ambazo wanatamani kuzitimiza kupitia siasa, wazifanye, yasiwepo matusi. Unajua Watanzania wana hulka yao, wana tabia zao. Wasipelekee matusi, kuumizana na kadhalika. Wafanye washindane kwa hoja, washindane kwa yale waliotuahidi kama wananchi, kuhakikisha kwamba tunaporudi katika kupiga kura, basi tuende kupiga kura kwa yule ambaye amefanya yale ambayo alituahidi na ameyatekeleza. Hali inayoendelea kwa sasa ya kisiasa nchini ni hali ambayo nafikiri nyakati zote huwa inatokea, hasa kwa wakati huu tunapoelekea wakati wa uchaguzi. Na mimi kama kiongozi wa dini ni kutamani kuona hali hii inaenda vizuri mpaka mwishoni, ili asitokee machafuko, kwa sababu huwezi kuwa kiongozi wa dini unayegawa watu. Unaposikia mtu ni kiongozi wa dini, lazima uwe na akili na uwezo wa kuwaunganisha watu wawe kitu kimoja, hata kama wanaweza wakapishana katika mitazamo mbalimbali, lakini tunapozungumzia swala la kitaifa, basi tunahakikisha kwamba taifa linabaki kuwa salama. Hata kama tutapishana katika mitazamo, tutapishana katika mienendo, tutapishana katika hisia na kadhalika, lakini tunapolitazama taifa lazima tufanye vitu vyote, lakini taifa liweze kuwa salama. Kwa hiyo hiki ni kipindi ambacho wakati wote, nyakati zote, marais wote waliopita, ni wakati ambapo moto unawaka, maneno yanakuwa makali, tunakimbizana, tunakaa, tunacheka, tunanuna na kadhalika. Yes. Okay, kumekuwepo na baadhi ya watumishi wa dini ambao wamekuwa wakihubiri siasa katika nyumba ya Mungu. Ni sawa kuitumia nyumba ya Mungu kwa ajili ya kuweza kuhubiri siasa? Katika masuala ya dini, kila mmoja ana wajibu wake wa kufikisha jambo katika jamii, na kila mmoja ana mtazamo wake. Kuna watu ambao wanaona siasa sound sana kuichanganya na dini. Wako waumini wa hivyo, na wako waumini ambao wanaona baba yetu anafanya dini, anafanya siasa, it's okay. Unajua, kwa hiyo mimi siwezi kumuingilia mtu nikasema no, haifai hiyo, wakati tayari ana watu wanamfuata, wanamwamini, wanaona kwamba anachofanya ni sawa. Kwa kikubwa unabaki tu wewe kama IPM katika lengo yako, kwa sababu wewe uweze ukawa msemaji wa viongozi wote wa dini katika taifa. Kila mmoja ana ibada yake, ana dira yake na kadhalika. Yes. Sawa, kuelekea ibada kuzungumza cha tu
bila kusita, kwa sababu mimi sijaribu, mimi nafanya. Kuna utofauti wa kujaribu na kufanya. Natamani kufanya kitu kwa wanaume ambacho naamini hakuna mwanaume atajutia kufika siku hiyo. Kila mwanaume bila kuangalia dini, rangi wala kabila. Tunamwomba Mungu, hakuna cha ziada. Tunamwomba Mungu. Kwa kama tutakusanyika wanaume, tumlilie Mungu, tumuombe Mungu, naamini mambo yatakaa sawa tu. Okay. Na hili umeamua kulifanya wewe peke yako au kuna namna umeshirikisha watumishi wa Mungu kwenye makanisa tofauti tofauti au madhehebu tofauti tofauti? Hili mimi nimelifanya mimi kama mimi. Na naamini litakuwa tu zuri kwa sababu lina lengo tu ya kuinua uchumi wa wanaume. Okay. Yes. Ibem, ukipewa nafasi ya kuongea na wanasiasa upande wa upinzani, wewe kama kiongozi wa dini mwenye nafasi kubwa katika jamii, utawaambia nini? La kuambia wafanye kazi tu kwa bidii, wafanye shughuli zao kwa amani, wapambane. Siasa sio vita, siasa sio kuumizana, siasa ni mtiririko wa maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo wana vitu ambavyo wanatamani kuvifikisha kwa jamii, wana maono, wana ndoto ambazo wanatamani kuzitimiza kupitia siasa, wazifanye, yasiwepo matusi. Unajua Watanzania wana hulka yao, wana tabia zao. Wasipelekee matusi, kuumizana na kadhalika. Wafanye washindane kwa hoja, washindane kwa yale waliotuahidi kama wananchi, kuhakikisha kwamba tunaporudi katika kupiga kura, basi tuende kupiga kura kwa yule ambaye amefanya yale ambayo alituahidi na ameyatekeleza. Yes. Miaka minne ya Rais Samia madarakani, kama kiongozi wa dini ambaye una wafuasi kila siku wanakuja, unaionaje miaka minne ya rais madarakani, lakini pia viongozi wenzako wa dini wanaosema mwanamke hafai kuwa kiongozi? Na maandiko yanasemaje? Sasa mimi siwezi